madam. Karibu sana mama. Asante. Sasa unaitwa nani? Naitwa Caroline Wakio, nimeokoka Yesu ni Bwana. Caroline Wakio. Yeah. Wakio, una tatizo gani? Huyu msichana wangu alianza January, akakuwa amefura hii side hii. Sasa ikawa tukimwombea na babake uvimbe inapotea. Tukikaa bila kuomba inarudi tena. So tukakaa, siku moja akaenda shule, akaanza kushindwa kupumua, akaanguka, nikaitwa tukampeleka hospitali, akaenda akapimwa, akadungwa shindano. So kufika hiyo siku jioni usiku, ikawa sasa pumzi inakatika, anafanya ni kama anaenda kabisa. Sasa hiyo mkono imelegea, haiwezi shika kitu. So tukamwombea akakuwa sawa. Tena kesho yake tukamwombea akafanyika hivyo tena, tukamwombea akakuwa sawa. Nikampeleka hospitali, akiwa hospitali tena akafanyika hivyo. So ikawa ndio tunaomba, lakini akienda kwa class tena anaanguka. So tukawa tunaendelea tuna maombi. So this week ikawa ilikuwa on a Monday, akiwa shuleni tena akasikia kama kisunzi hivi. Wakati alisikia kisunzi, anasema kwamba alijipata kwenye meeting. Yeye kuna kiti watu wamevaa nguo nyeusi watu wengi, alafu kuna kiti ambayo imeandikwa jina lake. Na hapo kuna mtoto wa shule mmoja ambao yeye huwa na faint, na yeye pia ako hapo. So huyo mtoto alipewa assignment ya kuua mtoto, ya kuua mtu mwanafamilia. Aliona. Sasa huyo alipewa live, akaambiwa auwe mtu. So akamnyonya huyo mtu damu mpaka akafa. So huyo msichana akapewa pete, akapewa saa na akapewa chain. Wako kwa class moja. So huyo naye 6. So akawa anaitishwa majina za wazazi wake, akakataa kusema. Akaambiwa juu hutaki kukubaliana na sisi, tutakunyang'anya nyota ya masomo, alafu tutakufanya uwe mlemavu kama mtoto fulani akaletwa mtoto mwingine. Tutakufanya uwe mlemavu. So akaombewa na walimu hapo, akakuwa sawa. Tena jana akarudi shule, tena akasikia tu hiyo kisunzi, tena akajipata tena kwa hiyo meeting. Walimu wakianza kumwombea inakatika. Imeenda for how long? Tuseme ilianza kama ugonjwa from January sasa mpaka sasa. This year? Yeah. Hapana, last year. This year. This year 2026. 2026. Yes. Yeah. So mpaka hata jana tulikuwa na meeting yao ya kuandikisha KPSEA. Director akaniambia kwa sababu hii kitu inatatiza watoto, juu ni kitu inakuja ghafla. Ikisha kuja ghafla hivi, so inabidi aanze kuombewa shule na walimu wenye wameokoka. So ina interfere na masomo ya watoto. So nikaambiwa nirudi naye nyumbani, tutafute maombi akuwe delivered kabisa ndio arudi shule. Okay, hiyo ni wao wanaona huyu, but ni wengi wamekuwa attacked tayari kwa shule. Yeah. Sasa ni vile ya huyu imejimanifest mapema. Yeah. Na lakini kile ningesema hujachelewa. Na shetani anataka vitu viwili. Cha kwanza ni confusion kwa class ya grade 6. Yeah. Watoto wafeli sana. Alafu italeta lawama kwa walimu, Yeah. watalaumiwa na wazazi. Alafu jambo la pili, watoto, kuna mtoto mwingine alianza hivyo kwenda kalema. Hiyo ni mimi nimeshaona, nimeshaona mahali. Sasa ukisikia inasema hivyo, inatendeka kweli. Yeah. Kwa hivyo ni spirit ya kutaka kukatiza nyota ya mtoto, hatima yake. Nanielewa? Alafu jambo la tatu, through shida ya mtoto itapelekeana, mtaanza kubishana na baba yake, mtaanza kuvurutana. Ni kweli. Mnapitana na maneno. Hata tumeanza tayari. Sasa mshaanza kuvutana tayari. Sasa unaona mzazi mmoja anayesema huyu anataka kuchapwa, mwingine anasema hii ni kujifanya, kutandikwa. Yaani maneno madogo madogo ama unatendekeza mtoto, vitu kama hizo. Sasa mwisho mkisha vurugana na baba yake, baba atarusha mkono. Tayari maisha ya mtoto yameharibika. Ukichekwa amechekwa. Ni mtoto wangapi? Wa kwanza. Mko watoto wangapi? 2, lakini wengine waliaga. Walikufa wangapi? 3. Alafu mimba moja pia ikatoka. Ikatoka. Yeah. Sasa uko na? Niko na 2.
Second born ana miaka mingapi? Ako na miaka 6. Na huyu ako na 11 years. Sasa the same spirit ya miscarriage. Yeah. Ndio hiyo. Yeah. Kwa sababu unaona wakati Roho Mtakatifu anaongea kuhusu kukosana, kweli umesema tayari mumeanza. Sasa shida si bwanako, shida si wewe. Shida ni mtoto wewe anatafutwa. Yeah. Second born ni boy ama ni girl? A girl. Ni girl. Yeah. Hamna boy. Boy aliaga. Ndiye aliaga. Sasa unaona hiyo hata ukisema huyu akilema, hata ukisema utapata mtoto mwingine, shetani atakukumbusha kama wale walikufa. Huyu amelema, una uhakika huyo ndio utazaa kuwa mzima. Lakini atukuzo Mungu. Umezaa operation, umezaa normal. Operation. Umezaa operation. Asante Roho Mtakatifu. Mimba zote moja tu ndo nilizaa normal akaaga. So nimefanya operation mara 3. Mara 3. Yeah. Na walikata kizazi ama walisema Mungu akipenda unaweza pata mwingine? Walisema naweza pata au kukata. Okay. Yeah. Sasa mimi naomba Mungu akupe mtoto wa zawadi. Amen. Akupe boy. Amen. Na ikiwezekana Mungu akupe mapacha. Amen. Ibada ya leo utoke na mapacha hapa. Amen. Next year, God willing, majira kama haya, uniletee watoto wawili hapa. Amen. Na leo mwanao anapona. Amen. Kuna kitu utakisikia kwa tumbo yako kinafanyika, hiyo ni mtoto au mbike wa kiume right now. Amen. Yes. Mungu anafanya kitu ndani yako. My sister, unapewa mapacha. Unapatiwa mapacha wa kiume. Na huyu first born wako anapona leo. Hizo mapepo tunawarudishia wenyewe. Na mwanao hataanguka tena. Haraka shetani. Achilia tumbo. Kwa jina la Yesu, achilia tumbo. Iacha tumbo. Achia tumbo haraka. Haraka, achia tumbo, achia tumbo, achia tumbo, achia tumbo, achia tumbo. Nimemtuma kazae mapacha. God willing, utakuja na mapacha hapa kanisani. Nimetangaza your daughter anapona kuanzia leo. Nimeondoa roho ya kuzimia. Roho ya kuzimia kwa jina la Yesu kuanzia leo. Mtoto huyu hatazimia tena. Ninakuzimisha vile unamzimishaga. Zimia na uende. Haraka. Zimia. Vile unamzimishaga. Vile unamangushaga shuleni, mimi nakuangusha kanisani sasa hivi. Chukua magonjwa. Njoo vile unamkujiaga. Kile kisunzi chenye mtoto huwa anasikia kisunzi, nguvu zinamuishia, ufahamu unapotea, anajipata ako chini. Ina happen exactly ukienda. Nafungua masomo yake. Na disconnect na spirit za devil worshipper, spirit za Illuminati. Mnataka kumfanya queen. Ninamseparate leo. Namseparate leo. Namtoa baharini. Namtoa ndani ya maji. Anatoka ndani ya maji. Anatolewa. Roza kuanguka akiwa shuleni. Roza kuanguka akiwa darasani. Roza kuanguka akiwa shuleni. Hataanguka tena. Hataanguka tena. Anatoka, toka. Toka. Toa baharini. Ndio maana anaotaga mara kwa mara akiwa baharini, anaogelea. Anafly akiwa na mkia mrefu. Toa. Kila spirit ya Illuminati inapigwa leo. Inapigwa hiyo. Piga. Tunapiga hizo roho zote za Illuminati za kutesa watoto wa shule. Zinapigwa. Ajali ya gasi. Ajali za wanyama. Tunapiga hiyo. Piga jamani. Piga yote. Piga. Wanamtoa. Huyo mtoto anatolewa kwa maroho za Illuminati, kwa maroho za devil worshipper. Tunakutoa kwa damu ya Yesu. Tunakutoa kwa damu ya Yesu. Tunakutoa kwa damu ya Yesu.
tunakutoa kwa damu ya Yesu, tunakutoa kwa damu ya Yesu. Toa katika jina la Yesu. Ataangusha magari, hatatoa mimba, wamama wenye mimba, hataenda mochari. Sometime ana dream akiwa mochari, mtoto wa grade 6. Wamesema Bwana tangu Januari mpaka sasa amekuwa na matatizo, toka, chukua haraka, chukua kila kitu. Cheni mliompea, cheni yenu, vipuli mlivyompatia, vipuli mlizompatia, crown mliomvalisha. Toa crown, toa haraka, toa crown. Tunaitoa hiyo crown ya mashetani, hiyo crown ya mapepo, ya mashetani, ya maluminati. Tunatoa katika jina la Yesu Kristo. Toa. Nafungua baba yake, nafungua mama yake, maana mmekamata hata wazazi kiuchumi. Mumeleta mafarakano between mom na dad through mtoto. Wanakosana kupitia mtoto. Amani kwa familia. Tunaua kila nyoka, tunaua kila madhabahu, tunaua kila uchawi, tunaua yote. Nasema toka. Fire, achia raka uende. Fire, enda. Yes, enda. Hivyo. Watoto wote kwa shule hiyo nimewakamata watoto wote. Kila mtoto ambaye mwataki kwa hiyo shule nimetumana wiring ya kiroho. Spiritual wiring. Toka. Toka haraka. Tunakung'oa katika jina la Yesu. Toka. Awe daktari, nimetangaza uwe daktari mtoto. Roho ya udaktari kuingia ndani. Uwe daktari wa Nazareti ali hai. Toka. Enda kabisa. Enda, achia mtoto. Enda. Hautamuua, hautamlemaza. Enda, hata hiyo nyoka pia isibaki. Hiyo nyoka itoke hivyo. Hiyo nyoka itoke. Nyoka toka katika jina la Yesu. Enda hivyo. Hiyo tumbo usifikirie ni kushiba. Sio kushiba. Ni shida. Sio chakula. Ni matatizo. Lakini kuanzia leo utaona tumbo yake itafanya nini? Itapungua sana. Hiyo tumbo na umri wake haviendani. Katika jina la Yesu. Pray. Kuisha hiyo. Enda kabisa. Kuisha hiyo. Enda. Unatoka. Fungua mdomo. Fungua haraka. Unamtoka. Fungua mdomo. Unatoka. Fungua baraka. Fungua mdomo. Fungua mdomo. Unatoka. Shika mkono wake. Unatoka. Unatoka. Toka haraka. Toka na uende. Enda. Hivyo flat. Enda. Fire. Katika jina la Yesu. Fire. Tunang'oa kila madhabahu. Roho za kichawi. Roho za devil worshiper. Madhabahu yao. Makao yao. Ibada zao. Mikutano yao. Internet zao. Kompyuta zao.
Tunatangaza kompyuta zao blackout sasa. Blackout sasa kwa kompyuta zao, kwa network yao. Blackout sasa katika jina la Yesu. Nimetangaza kwamba hamtamuona. Nimetangaza uwe baraka, uwe daktari kwa tumbo la mama yako na viuno vya baba. Uwe daktari. Ndugu zako wa kiume wale wanazaliwa, wakija kufika high school, wewe uko university unafanya kazi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Nimetangaza ufahamu kurudie in Jesus mighty name. Urudie na ufahamu. Uwe free. Akili yako kurudie. Sema nito nani? Naitwa Victoria. Uko grade 6. Baba naitwa nani? Enos. Mama? Caroline. Oh, Caroline. Okay. Sasa nini wewe nakuhapenia shule unajipata umeanguka chini? Kia kichwani nasikia kizunguzungu. Unasikia kizunguzungu? Alafu ufahamu unapotea. Mwili unalegea. Unakosa balance. Unasikia kama njaa si njaa. Unasikia ni kama unavutwa. Kama unavuta tumbo. Alafu nguvu zinaisha. Unateremka tu. Ukiwa pale chini unaona kama dunia inazunguka. Kama dunia inazunguka hivi. Alafu unaona visumuni. Vitu kama nyota hivi. Kifanya hivi. Okay. Sasa ni mambo gani unaonaga saa zile umeanguka? Yaani naonanga siko pale sijui. Unaona uko mbali. Kama place gani hivi? Najikutanga niko dark room. Unajikuta uko dark room? Uko peke yako? Kuna watu wamenizingira. Wamekuzingira? Alafu wanafanya nini hao watu? Yaani wana discuss. Okay. About? Mimi. Kuwe vipi? Yaani nipoteze fahamu. Hawanitaki. Okay. Jaribu kuexplain vile huwa discussion yao inakuwaga. Wanasemanga watatafuta njia yenye wataniangamiza. Alafu wanaanza kudiscuss ati vile watanifanyia. Mmoja wapo kama njia gani zile wamejaribu zimeshindwa? Yaani nijisahau. Ukose kujielewa. Upoteze ufahamu. Ya masomo. Okay. Alafu after hiyo mmoja wao analeta damu ya mtu. Ili imekarangwa mambichi. Damu mbichi. Wangu unajuaje ni damu? Huo unajuaje kama ni damu? Wanaendanga kijipaka. Na kama unataka unaweza kunywa. Sasa wanakuwa kama wangapi? Ni wengi hadi hawezi uhesabu. Roughly. Kama 100. Kama 100. Ni wanaume na wanawake ama ni wababa peke yao? Wababa peke yao. Kuna wamama? Kuna watoto? Ni mimi peke yangu na kuna rafiki yangu. Ndio mnakuaga? Ndio mnakuaga naye? Wewe na rafiki yako? Na walisema watamweka rafiki yangu kama queen wao. Walimpea ring, saa na hiyo chain. Okay. Ya kwa mfalme malkia. Okay. Alafu wakasema atakuzawadia nini? Wewe walisema atakupea nini? Baada ya kunipea, lakini yeye walimpea assignment ya kwenda kunyonya watu damu. Hiyo ndio assignment amepewa? Alipewa, lakini bado mimi sijapewa. Okay. Uko under training bado? Unatrainiwa bado? Sasa okay. Nini walikupea pengine kando na kunyonya watu damu kama gift chochote ili uliona wanakupatia? Uliona kama nini? Walinipea chakula. Chakula nyama, nyama. Mokimo. Nyama. Mbichi imepikwa. Ukakula. Ilikuwa steak ama mifupa? Ukumbuki. Walisema ni nyama ya nini? Ya mwanadamu. Ya mwanadamu. Okay. Na ukakula mpaka ukamaliza kabisa? Ulimaliza yote? Ulikula kidogo ili kubakisha? Sometime huwa na dream ukiwa baharini?
Una dream ukiwa baharini. Ukiwa unaogelea. Alafu unaona uko na kitu kama mkia mrefu. Nakaa kama mermaid. Kama mami. Vile anakaa. Mlisikia nikiongea? Alikuwa amenielezea. Ilikuwa nimemhoji. Alikuwa ameniambia nenda baharini. Mama anajua kama unaenda baharini. Mimi wanakuanga kwa ndoto. Unaonaga kwa ndoto? Unaona kwa ndoto ndio unaonaga? Naogelea kwa bahari. Kwa bahari. Unaona ukiogelea? Mama hajuagi. Sasa okay. Sasa unatoka, unaacha mwili kwa kitanda, unaenda. Ushairusha mayai? Ushawairusha mayai? Ushawairusha mayai kwa bahari? Hujawahi. Hawajafikia. Kuna wale unapewa kwa mayai. Ukifika baharini unatupa yai, inafunguka, unaingia ndani. Pale chini kuna manyumba bwana, kuna magari, kuna hoteli. Sisi watu wa deliverance tunaona vituko. Washa kukata makucha. Ulikata makucha. Ulipeana makucha yako huko? Pana. Mara ya mwisho. Ushai peana kucha zako huko? Nywele, mate, hujapeana? Nguo, vitabu, mama na dadi nini ulipeleka huko yao? Hakuna. Ya sizi yako mdogo, hakuna kitu? Hakuna kitu yenye nilipeleka. Hujamuona kama ametokelezea pale wakati mnakuwa pale kwa miti? Hujaona sizi ametokelezea? Hujaona? Alafu anasema usiende kanisani. Wanakataanga. Usiende kwa maombi. Una kazi zao zinaharibiwa. Kama sasa hivi tumeomba hapa, si wamejua tayari? Tumeharibu vitu zao. Sasa nilikuwa naona unafanya hivyo. Hiyo ina means mimi sikuwa nafanya hivyo. Au uko nafanya? Are you serious? Mimi sikufanya hivyo. Siku nyingine nitakuona. Ulikuwa unafanya? Unajua unafanya hivyo? Mama kuja alikuwa anafanya hivi ama hakufanya? Hata sikiza, ongea kwa microphone. Alifanya. Alikuwa anafanya. Alikuwa anafanya? Alafu wakati ulituita sikuwa nafanya hivyo. Kabisa. Wakati ulituita alikuwa ananiambia tusiende huko mbele. Msiende. Mkiwa pale. Ulimwambia mama msikuje? Kwa nini ulimwambia msikuje? Wanakatanga maombi. Hawataki maombi. Sasa mnasikia point nawaambiaga, ukiona shule head mistress, head teacher, head master hataki nini? Maombi. Kuna kuwa na nini? Shida. Ukisikia mwalimu mkuu yote yule anakataa kwa shule, kuna nini? Kuna mwingine alikataa shule nyingine, tulimpiga transfer kutoka national school akapelekwa day school Ushago ambayo iko na form 1 mpaka form 3. Angalia mama, umsmailie kwanza mama. Si unampenda? Alafu mwambie mama, I'm so sorry. Alafu umshike umuhag. Upige magoti hapo mama atamke baraka. Hebu nenda nione. Mama, pole kwa zile vitu zenye wanakufanyia mbaya. Muhag. Wow. Piga magoti. Unakuwaga namba ngapi kwa klasi? Top 10. Top 10. Kuanzia leo utaanza kuwa number 1. Mwisho itakuwa tu. Yaani ukirudi nyuma sana mwisho number 3 utapita. Amen. Nimekubariki kwa jina la Yesu Kristo, uwe nyota kwa familia. Utaokoa kizazi chako, yale ambayo nimepitia hautayapitia kwa jina la Yesu Kristo, maana umezaliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Nimekukatanisha na kitovu cha na laana za wazazi kwa jina la Yesu Kristo. Uwe mzima, uishi uyasimulie matendo makuu ya Mungu, ubarikiwe, uwe mtumishi wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Zile shida na matatizo yote nimepitia hautapitia kwa jina la Yesu Kristo. Ufanyike nyota kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tumpe Bwana makofi. Unataka kuwa nani ukigrow?
Mwalimu. Mwalimu. Sasa utakuwa daktari. Amen. Utakuwa nini? Daktari. Vile itakuingia hautajua. Utakuwa nini? Daktari. Katika jina la Yesu. Tumpe Bwana makofi.